as-sadaq. Mlango pita ilikuwa katika kitabu as-sadaq, mlango au kitabu kinachozungumzia as-sadaq, ambayo tulielezea kwamba ni mahari. Ama leo tutaendelea katika mlango unaofuatia ambao ni babu ushra. Unazungumzia kuishi vema baina ya mke na mume, au wanaita muashara az-zawjiyya. Jambo ambalo Allah jalla wa ala amelielezea kutokana na neno ushra, ambayo ina maana ya as-suhba allati takunu baina az-zawjayn, ni ule usuhuba ambao unapatikana baina ya mke na mume. Allah subhanahu wa ta'ala sema ndani ya Qur'an, suratul Nisa aya ya 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na ishini nao kwa wema. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema. Na hii kuishi nao kwa wema, hii wote wawili, kati ya mke na mume, kila mmoja anatakiwa aishi na mwenzake kwa wema. Na ashira, kila mmoja, mume ni ashira kwa mwenzie na mke ni ashiratun kwa mumewe. Hata husema hadha ashiru hadhihi almar'a wa hadhihi ashiratuhu, na vitu kama hivyo, usuhuba. Utakuta saa ingine huitwa ni sahiba, huitwa sahiba vile vile, sababu utakuta ndani ya Qur'ani Allah jalla wa ala wakati akielezea baadhi ya masaib anasema wa sahibatihi wa banihi, anakusudia mke, kusudia na mkewe na wanaye. Kila mmoja ni sahib wa mwenzie, mke ni sahib wa mume, sahiba wa mume, na mume ni sahib wa mkewe. Kwa hivyo muashara, amri hii Allah aliposema waashiruhunna bil ma'ruf, analazimika kila mmoja kati ya mke na mume kuishi vyema na mwenzie. Na muashara bil ma'ruf ina maana ya as-suhbatul jamila, kusuhubiana kwa wawili hawa kwa namna iliyo nzuri, usuhuba ulio mzuri. Wa kaffil adha, na kuacha maudhi, kutomuudhi mwenzio, kama ni mke kutomuudhi mumewe, na kama ni mume kutomuudhi mkewe. Wa isalul khairi wa badhlun nada, na kumfikishia yaliyo ya kheri na kutoa msaada. Watakhalluqu bil fadail, na kujipamba kwa tabia zilizo bora, na mengineyo katika hayo ambayo yanahusiana na al-ushra. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, wa yalzamu kullu wahidin min az-zawjayn muasharatu al-akhar bil ma'ruf, inamlazimu kila mmoja katika mke na mume, az-zawjayn, mke na mume,
muasharatul akhar bil ma'ruf, kumfanyia mwenzie kwa wema, yani kuishi na mwenzie kwa namna iliyo nzuri na kumfanyia yaliyo mazuri. Mina suhbati aljamila, ikiwepo usuhuba na kuwa pamoja kwa namna iliyo nzuri. Wa kaffil adha, na kuacha maudhi. Wa kaffi al-adha, na kuacha maudhi. Wa alla yamtulahu bihaqqihi, na asimcheleweshe haki yake. Wa alla yamtulahu bihaqqihi, yani kwamba asimcheleweshe haki yake endapo atataka kutekelezewa haki yake, basi isitokee mmoja akafanya mumatala. Na mumatala maana yake ni kuchelewa, kujivutavuta, naam, katika haki. Kadhalika mume au mke, kadhalika mke asimcheleweshe mumewe haki yake pale ambapo mume anahitaji haki yake. Kwa hivyo mume asimcheleweshe mkewe haki zake endapo mke atahitaji jambo na mume akawa na uwezo nalo, basi asiwe ni mwenye kujivutavuta na kuchelewa, halikuwa ni jambo ambalo ana haki nalo. Kadhalika mume akitaka kwa mumewe, haitakiwi kwa mke kujichelewesha au kukataa. Fa idha talabaha mathalan, kama mume akimtaka mkewe mathalan ila firashihi, anamwita kwenye kitanda chake, fala tatamada fi taakhuri, basi asijivutevute kwa kuchelewa. Wala tamtiluhu, wala asimcheleweshe. Wala tutilu albu'd anhu, wala asifanye muda mrefu kuwa mbali na mumewe. Na hivyo hivyo, idha talabat minhu haqa, mke akitaka haki kwa mumewe, naam, ambayo haki hiyo ni yake, kanafaka, kama matumizi mathalan, anahitaji matumizi yale ya wajibu kwake, au yale ya lazima kwa mumewe kumtekelezea, au kiswa, au anahitaji mavazi, anataka kununuliwa nguo, wa huwa qadirun ala dhalika, na mume anao uwezo huo wa kumnunulia nguo, falaisa lahu an yataakhara, basi mume hana yani hatakiwi, si halali kwake kuchelewa na kumcheleweshea mkewe swala hilo. Fa inna Allaha ta'ala faradha laha haqqan nafaqa, Allah amemfaradhishia mke haki ya matumizi, yani amemkatia, kwa maana kampa mke haki ya matumizi iwe ni kwa mumewe, fi qawlihi ta'ala wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, na yule ambaye aliyemzalia mwanawe, na ni juu ya yule ambaye mke amemzalia mwana, riziki ya mke huyo na mavazi yake. Mke huyu ambaye amekuzalia mtoto, basi wewe juu yako riziki yake, kwa maana chakula chake, wa kiswatuhunna, na mavazi yao yanakuwa juu yako.